Als Bruder Ross das Wort so las, kamen mir noch mehr Gedanken. Wakati ndugu Rusi aliposoma maneno haya, kuna mawazo mengine njia kwenye roho. Nikasema hakuna mtu mwenye akili na hakuna mtu anayeweza kusema ya kwamba nilikuwa nikijua mambo haya. Hakuna mtu aliyekuwa akijua kitu chochote. Hakuna mtu aliyekuwa akiwazia neno lolote, lakini Mungu alikuwa akitushangaza mwaka kwa mwaka na tena na akatuingiza katika neno lake. Yote ni neema. Aliita wamoja toka hapa na wengine toka kule na akajifunua kwetu, nasi tunamshukuru kwa ajili ya hiyo. Yote ambayo watumishi wa Mungu waliweza kupata hawakuweza kuipokea kwa ajili yao wenyewe, lakini waliipokea kutoka kwa Bwana, na ni hapo ndipo sasa nao wangeliweza kuitangaza. Na ndiyo maana Paulo aliandikia wa Korinto, yale niliyopokea kutoka kwa Bwana. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari 23. Hiyo ni lazima sana, ni lazima sana. Yale niliyopokea kutoka kwa Bwana, na sio maoni yangu au mawazo yangu, lakini yale ambayo niliyopokea kutoka kwa Bwana. Na hiyo ni njia ikiwa na uhusiano pamoja na chakula cha kiroho ambayo ni neno la Mungu. Na kwa maneno hayo Bwana wetu alisema, chakula changu ni kufanya mapenzi yake yeye ambaye alinituma. Uhusiano katikati ya kusikia neno, kukubali neno na kuliweka katika matendo. Yote ambayo iliyokuwa ikiandikwa kuhusu Bwana wetu, yote ilitimilika kupitia yeye na ikageuka kuwa uhakika. Na ndiyo maana andiko hizi mbili ziko pamoja, moja nasimama pamoja na ingine. Ndani andiko moja inasema ya kwamba mtu haishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno lote linalotoka katika kinywa cha Mungu. Na kisha andiko ingine katika Injili ya Yohana, nina chakula ambacho musichojua. Yohana 4:32. Chakula changu ni kufanya mapenzi yake yeye ambaye alinituma. Ni kusema kusikia neno la Mungu kama vile ahadi, kuliamini, na kisha kupatia Mungu uruhusa ya kuweza kuweka katika matendo neno la ahadi. Na hiyo inafanyikaka wakati sisi tunapofanya mapenzi ya Mungu. Haitoshi kuomba ya kwamba mapenzi yako yafanyike duniani kama vile mbinguni, lakini inaomba kweli kweli kuwa umeingia katika mapenzi ya Mungu, kuingizwa ndani. Naamini ya kwamba hakuja wahi kuwa wakati ndani mwetu kama vile leo, hitaji kubwa kama vile leo ya kufanya mapenzi ya Mungu. Na nasema hivyo waziwazi na kwa uhakika. Hiyo iko sehemu ya kila neno ya kufanya na kufanya. Kuna mtu mmoja aliweza kuniambia siku moja ya kwamba mtu mmoja ambaye asiyeweza kuingia hata katika kusanyiko hata moja au kitu chochote, na kisha anadharau makusanyiko ya kiungu, lakini anasema ya kwamba niko na ngoja kuja kwa Bwana. Unapaswa kushilinda na maneno kama hayo. Namna gani tunaweza kusema kwa dhamiri njema ya kwamba tunangoja kuja kwa Bwana na tukizarau taifa la Mungu, tukiacha makusanyiko, tunakataa kukusanyika na hatuhusike na kitu chochote ambacho Mungu alichosema? Na hiyo nayo iko ndani sehemu yetu ya ufalme wa Mungu, pamoja na yote ambayo aliyotupatia. Na Mungu anasema katika neno lake, taifa lote linadanganya. Na kisha wananiuliza,
O Bwana, tulikudanganya namna gani? Malaki sura 3 mstari wa 9, Malaki 3 mstari wa 8. Mnaweza kuisoma. Na kisha andiko nasema katika barua kwa Ibrania sura 10 mstari wa 25 ya kwamba msiache kukusanyika, msikatae kukusanyika wakati wote mnapoona ya kwamba siku ya kurudi kwa Kristo inakaribia. Na kisha hiyo kupingana na neno la Mungu, na kisha unasema ya kwamba niko na ngoja kuja kwa Bwana, na kupatia uhakika ya kwamba sio hivyo. Hawezi kugoja kwa namna hiyo. Mtu anayengoja kwa namna hiyo iko na ngoja 100% kwa bure. Msiamini ya kwamba Mungu anazihakiwaka. Msiamini ya kwamba Mungu anaweza kutazama neno lake likikanyangwa kwa miguu na kisha aweze kusema ulifanya vizuri, eti hasa uende katika furaha ya Bwana wako. Ninafurahishwa na hiyo. Mungu wetu afanyage hivyo. Mungu wetu aliacha neno ambalo tunapaswa kuheshimu katika mambo yote. Na leo niliweza kutoa machozi sana. Nilikuwa nikisumbuliwa sana nilipoweza kuona mabarua, lakini barua moja ilikuja kutoka Australia ikiwa ndani sheke 3. Na najua watu hao. Niliweza kuhubiri huko. Niliweza kutembelea jamaa moja huko, na iligusa sana kwa moyo wao, ili kazi ya Mungu iweze kusambazwa mahali pote na iweze kutimizwa katika ulimwengu mzima. Na kisha wanatuma 1/10 yao. Na kulikuwa sheke moja iliyokuwa ndani pesa 15 ya maka ya Ujerumani, na pesa hiyo ilikuwa ni watoto wadogo wao, na sijui kama wako na umri wa miaka ngapi sasa. Walikuwa wameweka pesa hiyo kwa ajili ya watoto wao, na kisha mtoto mmoja aliweza kuandika ngoja mmoja, huyo mtoto aliandika anaweza kuwa karibu na miaka 11 au 12, na kisha aliweza kuandika ya kwamba tazama, hii ni 1/10 yetu sisi watoto juu ya pesa ambayo wazazi wetu walitupatia. Muniamini, niweza kuwa na machozi kwa ajili ya hiyo kwa macho yangu. Mnaweza kuniamini. Pale kulikuwa sheki ya pesa 15 ya maka ya Ujerumani kutoka watoto ambao hawaja hata kujua kugeukia Mungu, lakini ambao walioweza kusikia ikisemeka kuhusu Mungu kutoka kwa wazazi wao. Lakini kuna wakubwa ambao wanaodharau neno la Mungu wakiwa na kiburi na majivuno, bila hata kuweza kujua kwamba ni hiyo roho moja ya Antikristo ndiyo inayoamka ikipingana na yote inayohusu Mungu, inayohusu na makusanyiko ya kiungu na neno la Mungu. Mniamini, hiyo roho haiko tu huko Roma, iko mahali pote ambapo watu hawawezi kuheshimu neno la Bwana. Ninaweza kuambia waziwazi nyote, na mnajua vizuri hapa hatuzungumuzi yake kuhusu pesa, lakini ile ni sehemu ya maisha. Hiyo ni sehemu ya maisha. Hiyo ni sehemu ya hiyo. Kama si kweli, kama hatuwezi kuwa waminifu katika mambo madogo, namna gani tunaweza kuwa waminifu katika mambo makubwa? Tunataka kweli, tunataka kuweza kufurahishwa na yote ambayo Mungu anayotuomba. Nakumbuka mtu aliyekuwa akisema, ndugu Frank, ndiyo, kama ninaweza kupoteza kazi yangu na kisha siwezi tena kulipa, utaweza kufanya nini? Nilimwambia, ndugu yangu, nyamaza. Unazungumuza katika kutokuamini. Ungali na kazi yako, na kisha unaweza kushukuru Mungu na kusonga mbele katika imani. Kuna watu ambao walio na hali ya kukata tumaini ndani ya maisha na yote iliyo sehemu ya hiyo. Sisi tunataka tuweze kusonga mbele pamoja na Mungu wetu, tuweze kufanya yale ambayo tunayoweza, iwe namna yote inaweza kufika, na sio tu katika siku njema, lakini pia katika siku mbaya, na sio tu katika mambo ya juu, lakini pia katika mambo ya kutushusha chini. Tunataka tuweze kushukuru Bwana na kuweza kumfuata kwa uaminifu. Tuliweza kupokea habari njema kutoka makusanyiko sana sana
kutoka dada wa huko Düsseldorf, dada aliye sasa huko Haiti, ambaye aliyeweza kuniita jana na kuniambia, ndugu Frank, tazama, ninataka ruka wazimu kwa sababu ya furaha. Niliwaza kwamba niliweza kutafuta Mungu, lakini ni Mungu ndiye aliweza kunitafuta na kunipata. Aliweza kutoa ushuhuda nzuri sana na ilikuwa ni ya kupendeza. Na kisha akaongeza ya kwamba nilikuwa sijui ya kwamba kulikuwa mahubiri mengi kama hii ya ndugu Branham. Akasema katika Kijerumani yake nzuri, akasema ya kwamba niko na kula tena. Inaomba kuwa kama vile watoto, na kisha mambo yote iko vizuri. Na wakati aliposema ya kwamba nilipokuwa nikikula nikaanguka juu ya andiko iliyo katika kitabu cha mihuri ambayo singeliweza kumeza. Na mnaelewa, akasema, ndugu Frank, unaweza kunisaidia ndugu Frank? Nikamwambia ndiyo, ninaweza kusaidia kwa msaada wa Mungu. Ndiyo. Akasema kwamba niliweza kusoma kwamba hapa inaandikwa kwamba hakuna kuzimu ya milele. Nikasema hauna hitaji ya kuweza kumeza hiyo, na nikaweza kumweleza hiyo kwa upole sana. Akasema Mungu wangu, ona gisi nashukuru sana. Ndiyo, mara nyingi maneno fulani inatosha na yote inakuwa wazi, yote inakuwa imemalizika. Nawaambia, Mungu anasaidiaka wale ambao walio wazi, hata kama hawawezi kumeza kitu fulani, lakini wanajua mahali fulani wanaweza kupata jibu, na hiyo jibu iko siku zote karibu na Mungu. Mara nyingi sasa anakuwaka na watu ambao wanaweza kuzungumzia ndani. Mungu hazungumzake mara nyingi yeye mwenyewe, lakini anakuwaka pia na watu ambao wanaweza kuzungumzia ndani. Ni kweli, anajua yale inayokuwa njema wakati tunapoweza kuona. Na ndugu Kupfer aliweza kuita na maujumbe zilikuwa kitoka mahali pote, ili waweze kuniambia ya kwamba watu wote walikuwa kibarikiwa. Kulikuwa pia kudada, naamini ya kwamba aliweza kuniambia ya kwamba pia alikuwa amepona. Na kisha niweza kusikia hapa kutoka dada Yesenski ya kwamba Mungu alikuwa amefanya mambo makubwa kwa ajili yao. Ni tunashukuru sana kwa uhakika kwa yote ambayo Mungu anayofanya. Haipashi kuwa tu ikiandikwa hapa juu yetu, Waebrania 13:8, ya kwamba Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Lakini hiyo inapaswa kufanyika hapa katikati yetu, ya kwamba aweze kujifunua ya kuwa ni yeye yule. Na zaidi tunaweza tena kugeuza macho kutoka kwetu sisi wenyewe, tusijiangalie sisi wenyewe, lakini tuweze kutazama Bwana, na tena yeye zaidi ataendelea kutenda. Hamkuweza pia kufurahi sana kwa sababu ya furaha ya wandugu na wadada wa huko Beljiji. Ndugu mmoja aliweza kubatiza watu 21 na mwingine akabatiza kose 8 au 10, lakini kulikuwa muda mfupi, mambo yote ilikuwa kitembea kwa hali mbaya. Lakini Mungu huko napo aliweza kutengeneza mambo kwa namna nzuri kama vile inavyostahili. Naamini ya kwamba mambo yote kwa mwisho itafika kwa kushindwa, lakini kazi ya Mungu itabaki ikisimama imara mpaka mwisho. Na sio kwa ajili yetu, na sio kwa sababu yetu, na sio kwa sababu yetu sisi ni nani, lakini kwa sababu ya upendo wa neno, kwa sababu ya upendo wa neema ambayo tuliweza kwa sababu ya upendo ambayo tuliweza kuweka ndani matumaini yetu, na Bwana atatimiza hiyo yote kwa namna ya utukufu sana. Leo niweza kusoma barua kutoka Oman huko katika Golf Persik, na wakati tunaposikia gisi watu hapo kuna mtu aliyeweza kuacha kitabu ikiwa na jina langu na address yangu katika lugha ya Kijerumani ndani ya nchi ya Uislamu, na kisha kuna mtu alipata kitabu hicho akaisoma. Hiyo kitabu inaitwa kwamba Ukristo ujana na leo katika lugha ya Kijerumani huko Omani, na kisha akaandika. Ni kitu fulani cha ajabu sana kuweza kuona gisi Mungu alitenda. Nishaka kuwapatia habari ya hiyo kuna kose miaka 8. Nilikuwa katika ndege
ilikuwa kose kutoka Frankfurt mpaka Zurich au kutoka Stuttgart mpaka Zurich, sikumbuke ni mahali gani tena, lakini mwanamke moja alikuwa karibu na mimi akikaa katika ndege, na katika dakika 35 tukisafiri niweza kumzungumzia kwa mafupi kuhusu Bwana. Na hapa karibu aliweza kuniita akanambia, ninakukumbuka tena. Akasema, unakumbuka mahali fulani? Akanambia, uliweza kunishuhudia kuhusu neema ya Mungu, na tazama sasa niko katika hitaji, munaweza kunitumia vitabu? Naamini ya kwamba tuliweza kuzungumza karibu saa mzima. Mungu anaita, Mungu anaokoa, Mungu ana njia na namna, lakini tuweze kuwa tu na upendo ambao ulioonekana hapo Golgota kwa ajili ya wenye zambi, kupitia ukombozi kwa ajili ya kipaji cha ujao cha kila mtu. Kama tunakuwa hiyo upendo wa Mungu, na hapo sasa sisi wote tutasaidiwa, na hiyo ni lazima sana. Mniamini ndugu na dada, hiyo upendo mmoja wa kiungu ambao uliojifunua ndani yetu, ndani ya Mwokozi wetu, nao unapaswa kujifunua kupitia sisi kwa wale wote ambao wanapaswa kuokolewa tena. Niliweza kusoma hapa karibu mazungumzo au maneno ambayo mtu fulani anataji kuweza kufikishia wapadiri. Niliweza kutambua ya kwamba ilikuwa imeandikwa na maneno mengi bila hata kuatua kwa kushoto na kwa kume, lakini ilikuwa tu ni kwa kusaidia, bila hata kupinga mwingine. Na hivyo sasa Mungu atusaidie sisi sote ili wakati tunapozungumuza na wengine tusiweze kuwa wa kuwapinga, lakini tuweze kutangaza kwa shukurani yale ambayo Mungu aliyotupatia kwa neema. Na ni hivyo tu ndivyo tunaweza kuwa baraka kwa ajili ya wengine. Na ni hivyo tu ndivyo kazi ya Mungu ndani ya upendo huo wa kiungu inaweza kufika kwenye lengo yake na itaweza kutimilika. Na wakati uposoma ndani ya neno la kuanzisha kwamba tunapaswa kutoa mili yetu kama vile zabihu iliyo hai kwa Mungu, Waroma 12 mstari wa kwanza. Mnajua zabihu inakuwa kama vile inaumiza, lakini tunapaswa kutii, kwa maana hiyo haiwezi kufanyika bila hiyo. Hapa ndani ya Waroma sura 12 tulisoma mstari wa kwanza: kwa sababu hii ndugu, ninawasihi ninyi kwa rehema za Mungu. Hiyo yote inajengwa juu ya nini? Juu ya neema, juu ya rehema, juu ya yale ambayo Mungu aliyo tupatia, na sio juu ya yale ambayo tunaweza kuleta sisi. Sisi tunamuleteaka maisha mabaya na isiyokuwa na uwezo, lakini kama inaweza kufika ili aweze kufanya kitu fulani kuhusu sisi, ni kwamba atakuwa kwanza amevunja chombo cha zamani na kuiweka karibu ya mfinyanzi, na kisha aweze kutengeneza chombo kipya. Kama tunaweza kuvunja chombo cha udongo, haitageuka kuwa tena ya kupendeza au kutumikishwa. Hatuwezi tena kuitengeneza, tunaweza kuitupa na itabaki pale bila kutumikishwa. Lakini Bwana yeye ni tofauti, anaweza kukamata hiyo vyombo vimoja na kuweza kutengeneza chombo kipya kwa ajili ya utukufu wake, bila hata kuweza kubaki mabomoko au bila hata kubaki vitu vilivyobomoka. Na hiyo ndiyo upendo na uwezo wa Mungu wetu. Mutoe mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kupendeza Mungu, ndiyo utumishi wenu ulio na maana. Mungu anatuhitaji kama vile tulivyo. Anahitaji mikono yetu, vinywa vyetu na miguu yetu kama vile tulivyo. Miguu yetu Mungu anataka ili tuweze kuwa kwa upande wake, na ili
tuweze kuwaka ndani ya roho yetu, tuweze kuwa tayari kuweza kutumikia Bwana. Na hiyo inapaswa kuwa hivyo, kama haijakuwa kuwa hivyo. Na pia wazi kama vile tunavyokuwa, tunatambua kwamba haijaweza kuwa kama vile ingilipaswa kuwa, lakini tuweze kuwa macho sana, ili tusiweze kuleta moto wa kigeni kwenye madhabahu ya Mungu, na tusiweze kuweka kitu fulani katika kitendo sisi wenyewe na kuweza kutengeneza moto wa majani. Hatuna hitaji ya moto ya majani, lakini tunahitaji moto wa Mungu, moto wa Roho. Tunahitaji mafuta ya Roho ili mataa zetu ziweze kuwaka, na ili utambi unaowaka usizimike, na ili unyasi uliogunjwa usikatike, lakini Bwana aweze kusimamisha na aweze kusaidia. Mstari wa pili wa Roma 12, namu sifananishwe kwa namna ya dunia hii, lakini mugeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mupate kujua sana mapenzi ya Mungu. Mbele ya kuendelea, ili muweze kujua sana bila hata kitu cha mashaka, bila kuweza kubabaika, lakini kuweza kupokea, kufahamu, kujua sana mapenzi ya Mungu ni nini. Ni kusema nani hapo, nani hivyo ndivyo tunaweza kufikia kwa hukumu ya kweli ya mapenzi ya Mungu. Sasa ina faida gani kwetu kuweza kuwa tukihubiri kuhusu maneno hayo bila kuweza kujua mapenzi ya Mungu ni nini? Hapa karibu naweza kusikia ushuhuda wa mchungaji mmoja aliyekuwa akisema ya kwamba amekuwa mwamini na kisha alizungumza kuhusu mapenzi ya Mungu akose katika dakika 90, akose tena zaidi, akose niweza kuua, nimevuka sana, akose 17, dakika 17. Lakini wewe namna gani? Kwa mwisho wa mahubiri yake hakusema hata neno moja juu ya mapenzi ya Mungu. Unaweza kuwa mteolojia au mtu wa filosofia, unaweza kusema mengi kuhusu mapenzi ya Mungu bila wewe kuijua, Ilikuwa ni nani? Naamini ya kwamba ndugu Rusi aliweza kusoma hiyo katika Waebrania sura 10 mstari 7. Lakini nimekuja niweze kufanya mapenzi yako kama vile ilivyoandikwa ndani ya kitabu, ndani ya gombo. Na hivyo ndivyo ilianza. Nilikuja nifanye mapenzi yako. Tuliweza kuonyesha hapa ya kwamba mwanzo wa Agano Jipya ilikuwa imewekwa chini ya utimilifu wa mapenzi ya Mungu. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, ni kwamba watu waweze kuokolewa, waweze kupata heri. Hiyo ndio ilikuwa mapenzi ya Mungu, ni kwamba njia ya Mungu iweze kutayarishwa kwa ajili ya Bwana. Mapenzi ya Mungu ni kwamba wokovu na ukombozi uweze kuonekana na kupewa kwa wanadamu. Mapenzi ya Mungu ilionekana katika mambo yote, na hapo sasa ni kwetu. Sasa Mungu anataka ili atuzungumzie, lakini tuwe wazi. Mungu hataki kupitia maneno haya yote ili tuweze kujua mapenzi yake kamilifu, na ndiyo maana anatuzungumzia ili tuweze kujua mapenzi yake. Na hapa inaandikwa Waroma 12 mstari wa 2, lakini mugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Hiyo tabia ya zamani, akili ya zamani iweze kuwa umepita. Mawazo ya zamani kupashwa kuwa mekwenda mbali, inapashwa kuwa mbali. Akili mpya, moyo mpya, nia mpya, roho mpya inapashwa kuwa ndani yetu. Na hapo sasa sababu ni hii sasa, mupate kujua sana mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na kamilifu. Iliyo njema itaweza kupendeza haraka haraka, na inayopendeza itakuwa haraka haraka kuwa kamilifu.
yote inaenda katika mwongozo moja. Lakini vizuri inaandikwa, kipaji kamilifu inatoka kwa Baba wa nuru. Yakobo 1:17. Ni vizuri sana. Bwana wetu alisema, ninyi mlio wabaya mnajua kupatia watoto wenu mambo mazuri. Luka 13:11. Mara ngapi zaidi Baba yenu aliye mbinguni atawapatia wale wanaomwamini mambo mema? Nikusema sasa tunapaswa kutumainia Mungu ili aweze kutupatia kutambua mapenzi yake, na kisha tuweze kujua mema inayopendeza na kamilifu. Na pia mstari wa 13 akose hatungeliweza kuwa vigumu kuweza kuelewa na kuweza kuipanga vizuri vizuri. Waroma 12 mstari wa 3. Kwa sababu kwa neema niliyopewa ninamwambia kila mtu wa kwenu asiweze kujisifu kupita ilivyompasa kuwaza. Kuna mtu aliweza kusema hapa karibu ya kwamba, ndugu Franke, ya kwamba naogopaka mambo ya kiroho. Ni hapo niweza kuwaza hii inaenda wapi? Inaenda mpaka wapi? Itatufisha wapi? Lakini kuna watu ambao walio wa kiroho sana kwa kiwango wanaweza kuwa wakuleta haya na wawezi hata kujiza kujielewa wao wenyewe. Lakini watu Ukristo kama huo tunapaswa kuenda mbali nao. Naweza kuambia watu wa kiroho wa kweli ni wa namna gani? Watu ambao walio wa kawaida ndio watu wa kiroho sana. Wale wote ambao wanaogeuka kwa kama vile wa kucheza mateatri, na kosa mnaweza kuelewa yale ambayo nataka kusema, wanaofanya mitendo yao huko na huko, wanaojipatia masaha za kiroho au maanga za kiroho. Yawezekana inaweza kuwa ni roho mbaya au ya utawa yao, kuna kitu fulani ambacho hakitembei vizuri kwa mtu kama huo. Lakini kila mwanadamu, mtu aliye wa kiroho sana hapa duniani atabaki tena mtu wa kawaida. Ninataka kuweza kupatia mifano mbili. Ya kwanza iko ya Paulo, wakati walipokuwa kiokota kuni ili waweze kuota moto na waweze kuwasha moto, na sio yeye aliyeweza kusema, sio yeye aliyeweza kusema yeye, ndugu zangu mwende kwa kazi, lakini yeye aliweka mikono yake kwa makuni ili aweze kuwasha moto. Nani alifanya hivyo? Nani? Matendo ya Mitume sura 28 mstari wa 3. Lakini kwa unyenyekevu sana, kwa namna iliyo wazi, hakubaki pale kuweza kusema na kisha uweze kuambia wandugu, mfanye huu, ndugu fulani na fulani mnapaswa kuanza kuwasha moto. Hapana, lakini yeye aliweza kutumikisha mambo kama vile alivyopokea kutoka kwa Mungu, na hapo nyoka ikaingia kwenye mkono wake ikamuuma, na watu wote waliweza kuogopa, na wasioamini wakasema ya kwamba mtu huyu alifanya dhambi. Lakini Paulo yeye kama vile mtu wa kawaida, mtu aliye wa kawaida, alikuwa amesikia yale ambayo alikuwa ameambiwa ya kwamba ninawapatia uwezo, Luka 10:19, juu ya nguvu zote za shetani, mutatembea juu ya nyoka na nge, na hakuna kitu kitakacho waumiza au kuwatendea vibaya. Na hapo sasa aliweza kugusa kwa kidole chake na mambo yalikuwa yamemalizika. Na hapo hiyo kitu watu walikuwa pale hawakuweza kufika pale kuweza kusikia tu neno la Mungu. Lakini watoto wa Mungu, wana wa Mungu ni wanadamu ambao wanakuwa tu wa kawaida, wanaoweza kusikilikana na kusikia watu vizuri vizuri hapa duniani. Hawatu wasiokuwa wa kawaida. Na kama mtu anaweza kuanza pale kuweza kujivuna na kujisifu, naweza kusema kwamba anaweza kuweza kusema alaaniwe. Kuna mtu anaweza kusema, Bwana, unaweza kunipatia uwezo wa kufukuza mapepo, au unaweza kunipatia na kutumikisha nguvu zangu na kufukuza watu hawa au kufukuza mapepo haya. Lakini ilikuwa ni watu hao. Hapo ndipo kuna kuwaka huzuni inayokuja wakati watu hawazi ubaki kuwa watu wa kawaida. Hiyo ni ya lazima sana, na sio yale ambayo Bwana aliweza kusema nasi tunaishi katika siku za mwisho. Lakini Bwana anasema kwamba nasi tuweze kuwa wa kawaida, tuwe macho, tuweze kuomba. Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 6. Yote na nafasi yake, yote na wakati wake.
Mfano niliweza kuambia mifano mingi. Ingine iko katika Paulo wakati meli ilipokuwa karibu kuzama. Na ni hapo ndipo Paulo ambaye aliyekuwa akitumainia Bwana aliweza kujifunua kwake na kumwambia, Matendo ya Mitume sura 27 mstari 22, malaika ambaye ninamtumikia alionekana kwangu, alionekana akaniambia usiku huu ya kwamba hii meli itaharibika, lakini hakuna mmoja wetu ambaye atakaye kufa. Yote ilikuwa ya kawaida, alikuwa ni maisha yake ya kawaida, kuweza kuishi kitu cha kimaajabu, na kisha anaendelea kubaki kuwa mtu wa kawaida. Hiyo ndio karama ya Mungu aliye wa uwezo. Hiyo yote ni neema ya Mungu na neema ya Bwana. Hapo sasa tunaweza kusaidiana sisi kwa sisi. Mtazame pia ndugu Branham. Siwezi akose kuweza kuambia yote, lakini ndugu Branham kwa mfano, ambaye aliyekuwa akipenda sana kuwinda, akose atuelewake hiyo. Kwa hiyo wakati napoanguka kwa andiko kama hizo za Biblia na mahali ambapo hakuweza kusema kwa namna iliyo wazi kama hiyo, napoanguka kwa akili yetu, ile inakuwa kama vile inakungusha katika kukata tumaini. Wakati nilipokuwa nikitafsiri, sijui kama niweza kuisema au kuiwaza, lakini mara nyingi niweza kuiwaza, akose kuisema na kuiwaza, hiyo mawili, lakini hiyo iliweza kunivuka sana. Mtu wa Mungu, kama ulikuwa umewinda mara 2 zaidi na kisha uweza kusoma andiko mara 2, akose ingekuwa vema, lakini yeye alikuwa ni mtu aliyekuwa wa kawaida, alikuwa na mahitaji na mania zilizo za kawaida au za kimutu tu, na kose hiyo itaweza kuwashangaza au kuwaumiza. Lakini wakati poingia katika chumba ambacho alikuwa akipenda sana na ambacho alikuwa akipenda sana juu ya yote, niliweza kuhesabu hizo silaha zake. Kulikuwa ngapi? 47. Ulikuwa pale ndugu Franke pia, sivyo? Tulikuwa pamoja. Ndugu Bruce, ulikuwa pale. Ni kweli. Ilikuwa ngapi? 39? Ndio, nawaza. Ndio, ilikuwa karibu 39. Nasema ndio. Na kuose ulikuwa pia kuose 49. Lakini uwezo unaweza kuona hiyo chumba. Unaweza kushinda sasa. Mtu mkubwa wa Mungu, nabii wa Mungu aliye juu, mtu ambaye moyo wake ulikuwa ukifungwa mbinguni, lakini akiwa na miguu yake miwili hapa duniani. Natazama sasa maneno, kitu ambacho kisioweza kuaminiwa. Tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 1963, wakati hao malaika 7 walipoonekana ndani ya hiyo wingu kubwa, ndugu Branham alikuwa huko juu ya mlima na aliambia warafiki zake mmoja na mwingine, eti mwende huko na mtaenda huko na tutaweza kuose kuonana jioni kwa na nafasi fulani. Na kisha alipanda huko juu, na mnataka niweze kuambia nini? Wakati aliposhuka kutoka mlima, alipokuwa amekwisha kuona hao malaika 7, na aliposema yule ambaye nilikuwa nikisabia kutoka kwa kushoto mpaka kwa kume, yule alikuwa akisimama mbele yake. Katika maneno yake alisema yule aliyekuwa karibu yangu kwa mkono wa kume wa mwisho, kusema wa 7, alikuwa na maana nyingi kuliko hao wa 6 wa kwanza, na hivyo akasema hiyo mambo yote kwa urefu. Na sasa swali ya kwanza aliyouliza hao warafiki zake, hao wa ndugu zake, aliweza kuwauliza, mliweza kuua wanyama zenu? Akisha kuishi mazoezi hayo ya kimaajabu. Sasa wewe na mimi, wewe mwanamume au shangazi na mjomba, wewe na mimi, kama tunaweza kuwa tumeshuka kutoka mlima tukikwisha kufunikwa na hiyo wingu ya kimaajabu, tungeliweza kufanya nini? Mungu wangu, ulimwengu akose hangeliweza kuvumilia yale ambayo tungeliweza kufanya. Akose tungeliweza kuanzia pale pale kuwatangazia. Ndio mtu wa Mungu akiwa na moyo ulio mbinguni, lakini miguu yake hapa duniani, ambaye aliyeona mambo iliyo makubwa na ya uwezo, lakini akibaki na kichwa kenye baridi, lakini akiwa na moyo ukiwaka. Na ni hiyo ndiyo tunayohitaji sisi sote. Kama mambo ambayo Mungu anayofikisha kwa mtu, kama inamupanda kwenye kichwa,
ni kusema mtu huyo angali maskini. Hiyo ndiyo alama ya kwamba moyo wake hauja kuwa tayari ili uweze kupokea mambo kama hayo. Kama moyo unaweza kuwa tayari kwa ajili ya mambo ya kiungu, kwa ajili ya mambo ya kimahajabu, kwa ajili ya kiroho, na hapo sasa hiyo haitaweza kutupanda kwenye kichwa, lakini itaingia katika moyo wetu, lakini tutabaki kuwa watu wa kawaida, watu walio wazi, watu wanyenyekevu katika mambo yote, katika mambo hayo yote. Yale nayo nifurahisha sana pia katika mabarua za Paulo na ambayo haifurahishake watu wengi ni kwamba mtu ambaye walikuwa wakikamata mamishwari kutoka kwake na vitambaa kwake ili waweze kuweka kwenye wagonjwa na kuviweka kwenye wagonjwa, na mapepo zilikuwa kitoka na wagonjwa walikuwa wakipona. Mtu huyo akasema kwamba niliacha Trifomo huko akiwa mgonjwa. Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa 2 na Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 20. Na kisha akaambia Timotheo ya kwamba kamata mvinyo kidogo kwa sababu ya tumbo lako. Timotheo wa kwanza sura 5 mstari wa 23. Na hapo sasa watu wa kiroho wanasema, ona mtu huyu mwasie, mtu wa Mungu. Akose Paulo alikuwa amekwisha kupoteza nguvu za Mungu. Akose alikuwa amepoteza nguvu za Mungu. Akose kuna kitu ambacho kilikuwa kitembee vizuri kwake. Akose alikuwa amepoteza nguvu za Mungu. Hasa kwa sababu gani Mungu anaweza kusema kwa namna hii? Akose mbone Mungu alikuwa akisema mkusha muacha. Kwa nini aliweza kuambia mtu huyu alikuwa akiwa na mashida za tumbo, pale akamwombea akamwambia kwamba kwenye mvinyo. Mambo ya kiroho, watu wa kiroho walikuwa na mashida sana kuhusu mambo kama haya mmepesi, kwa sababu wako nasimama wakanajiweka katika mambo ya kiroho, katika mambo ya kizehebu. Naamini ya kwamba Mungu ataweza kuwarudisha kwenye dunia hii. Katika barua kwa Wakorinto, Paulo anaandika ya kwamba Bwana alituongoza katika ushindi, na ijapokuwa mahali pote aliandika pia katika Wakorinto wa pili sura 2 mstari wa 14, anaandika pia ya kwamba alikuwa akiandikwa namna gani, kwa kiitwa namna gani huyo Orfer aliambaye alifanyizia mambo mabaya. Timotheo wa kwanza sura, Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 14, aliishi mambo hayo mawili. Lakini watu wa Mungu siku zote walikuwa wakibaki na miguu yao hapa duniani, na Mungu aweze kukamata miguu hiyo, aweze kuiangazia, aweze kuangazia watu, na aweze kushika wale wote wanaotaka kuwa wa kiroho, na aweze kutufanya watu wa kawaida, ili maneno yetu, maombi yetu, maneno yote tunayofanya iweze kuwa ya kusikilikana, iweze kuwa ya kawaida, tuweze kuwa kama vile tulivyo. Na mtu asiyeweza kujionyesha kisi alivyo, anacheza mchezo, anafanya comedy, na ajue kwamba kanisa la Mungu haiko mahali pa kuonyesha michezo ya miteatri. Lakini nawaambia kwamba kanisa la Mungu ni mwili wa Bwana, na mwili wa Bwana inapaswa kuwa na miguu yake miwili hapa duniani. Hapa iko hapa katika msimamo wake wa kiroho, ana kazi ya kiungu, na tunapaswa kutofautisha hiyo hali mbili, moja na ingine, na kuweza kubaki watu wa kawaida na watu wanyenyekevu mpaka Bwana aweze urudi kweli kweli. Unajua, ijapokuwa hii swali akose haijaweza kuulizwa hapa inayohusu kuja kwa Bwana, ninapendaka sana watu wanaowaza ya kwamba ninaweza kujua kwamba wakati gani Bwana atakapokuja. Lakini kuna mama mkongwe aliyeweza kuniambia, ndugu Frank, niko na zoruba ya mawazo. Akose unaweza kuwazia, akose kama hujaijua. Wewe wazia akose basi. Nikamwambia, dada mpendwa, usinisikie vibaya, usinitafute ya kujaribu, lakini ninaweza tu kuwazia, lakini siwezi hata kujua siku ile. Lakini kuna watu ambao hawawezi kubaki kuwa wazi. Kuona gisi ni ajabu. Gisi tuliweza kununua hii uwanja katika mwaka 1973 ili tuweze kujenga chumba hiki, na kisha tuliweza kuanza kufanya makusanyiko hapa tangu mwaka 1974. Ona gisi ni ajabu. Wakati mwaka 1976, wakati watu wote walikuwa wakisema ya kwamba yote taisha katika mwaka 1977, tuliweza kununua uwanja, na kisha tukaanza kupokea watu ambao waliweza kufurahi kuweza kuja na kuweza kupokelewa hapa.
Kuna ndugu aliweza kuja hapa kwa mara ya kwanza na mara ya pili, akisema, ndugu Frank, ninajua hizi madhehebu, mashirika zote za kimadhehebu na pia wale wanaofanya hata hizi makonferensi na kadhalika. Akaongezea, hakuna kitu kilicho kama, hakuna kitu chicho huko katika madhehebu yao kama hii iliyo hapa kwenu. Na akasema kwamba tunajisikiaka vizuri hapa. Nikasema na hivyo ndivyo inapaswa kuwa, ni kwamba watu waweze kujisikia vizuri mbele ya uso wa Mungu. Nasi tunapaswa kuongezea kitu fulani juu ya hiyo. Nani katikati yenu anayehitaji ili aweze kubaki kuwa mwana wa Mungu aliye mnyenyekevu wa kawaida mpaka mwisho? Ni kweli. Muache mambo yote iliyo ya kimahajabu au ya nje yote inayofanyika, na sio kwa kuikataa, lakini kuweka pembeni, na kila mtu aweze kujionyesha kama vile alivyo, na kuna mtu aweze kushikamata kwa namna iliyo mbaya au kujifanya mtu wa kiroho kuliko gisi alivyo. Kama mnaweza kuelewa mambo fulani juu ya hiyo, mnajua kwamba inaweza kuwa kama vile ni kuelewa vibaya, lakini sio hii ile ambayo nitaka kusema. Na sasa kama ingekuwa ni kusikia vibaya, ingesema ni kusikia vibaya, lakini mwache hiyo yote mahali ilipo na tusiweze kuzungumzia. Kuna watu ambao wanaosumbuliwa na mambo isiyokuwa na faida, wananungunika, wanamaliza maisha yao yote kuweza kupanga mambo na kusema kuna kitu ambacho hakitembei vizuri au hakisichokuwa wazi. Lakini nawaambia, wakati wote unaotaka kutengeneza mambo na kuifanya wazi, na hapo tena inaendelea kuwa ya kuonekana vibaya. Lakini kama vile nasemeka kwamba hiyo mezani nasema kwamba wakati unaendelea kufanya, utaendelea hata kuharibisha mambo ilikuwa mazuri na itaendelea kuwa vibaya, lakini sio lazima. Lakini muwazie kama tunaweza kuwa mbele ya Bwana kama vile inavyostahili, na kisha tunaweza kuwa mbele yetu sisi kwa sisi kama vile tulivyo, kila mtu mbele ya mwingine. Itakuwa wakati gani? Kunaweza kuwa uhusiano ya kiungu hapa na huko, itakuwa ni mbingu hapa duniani, na Mungu ataweza kujisikia vizuri na atatubariki. Turudi kwa neno hili ambayo tumesoma hapa, Waroma 12 mstari wa 3. Lakini kwa akili kama Mungu alivyogawia kila mtu kwa kadiri ya imani. Lakini nataka kusema ya kwamba akosa hiyo haiwezi kuwa vigumu kwetu, lakini pia nasemeka hapa kulingana na kipimo cha imani ambayo ambayo Mungu aligawia kila mtu, kulingana na kipimo cha imani. Hiyo inalingana na kipimo cha imani. Naweza kuambia ni wanani ambao wanaojihesabia kuwa wa juu sana, wale ambao wanajiona kwamba wako na imani sana, wanajihesabia kuwa wa imani sana kuliko ugisi inavyostahili. Lakini wale walio na imani hawajihesabia kwao wenyewe, hawajisifu kama vile wengine wanaweza kuwa. Lakini kaanza kusema, inaandikwa pia hapa Waroma 12 mstari 3, kwa sababu kwa neema niliyopewa ninaambia kila mtu wa kwenu asiweze kujisifu kupita ilivyompasa, lakini aweze kwa akili kama Mungu alivyogawia kila mtu kwa kadiri ya imani. Na hivyo sasa tuweze kutambua ya kwamba imani yayo yenyewe ni kipaji cha Mungu, na sisi hatuna kitu cha kuweza kuongeza sisi wenyewe au kuleta kitu fulani au kuweza kuongoa miti. Waefeso 2 mstari 8. Hapana, lakini yote ni kipaji cha Mungu au zawadi ya Mungu anayefanya yote ndani ya wote. Inasemeka mbali kulingana na kadiri ya imani ambayo Mungu aligawia kila mtu. Mwisho wa mstari wa 3 wa Roma sura 12. Mungu anakuwaka na kipimo cha imani kulingana na hitaji, kulingana na kazi, kulingana na hitaji. Anatoa imani iliyo ya lazima ili uweze kutimiza yale ambayo itakayotimilika baadaye. Na kisha tena anasema kwa mstari wa 4, kwa maana kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi na viungo vyote havina kazi moja. Mstari wa 5, vivyo sisi tulio wengi ni mwili mmoja katika Kristo, na sisi sote ni viungo
kila mmoja kwa mwenzake. Nikusema sasa kuna viungo vingi, kuna mwili mmoja sasa vilivyoungwa na Bwana. Nasema kwa mstari wa 6 inaandikwa, mstari wa 6 wa Roma sura 12, lakini tukiwa na zawadi za namna mbalimbali. Lakini pia hapa zawadi zaseme kwamba ni mazawadi za kiroho, na kisha hapo Roho anawekwa pale, na sio sisi na sio karama zetu au zawadi zetu tunazopanga si wenyewe, lakini Roho ambaye anataka, ni Roho ndiye anataka aweze, Roho anataka zote katika kitendo kulingana na mapenzi ya Mungu na kulingana na neno la Mungu. Na hapo sasa zinaonyeshwa kama vile zawadi za neema ambazo zilizopewa kwetu kwa neema. Na hapo sasa hiyo mambo ya kujisifu iko wapi? Na yule anataka kujisifu ajisifu katika Bwana, akisema ya kwamba ni kwa sababu ya Bwana ndiyo niko na rehema, na ni Mungu wa rehema ndiye anifanyizia hivyo. Wakorintho wa kwanza sura 1 mstari wa 13. Na tunaunga mwili huu mmoja, sisi tuko viungo sisi kwa sisi, na hapo tunaweza kuwa kosa na vipaji vya neema tofauti vya neema. Lakini nawaambia leo, nawaambia wazi wazi, tuweze kuwa wazi, tuweze ku sasa. Kwa nini tunakuwa na mashaka ya kuweza kuombea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Kwa sababu gani? Mnajua hiyo ni kwa sababu ya uga. Kwa sababu ya uga wanataka kuweza kwenda, wanapoteza kuona kwa ujumla, wanawaza ya kwamba wanaweza kufanya hiki na kile, na kwamba tunapaswa kuonyesha kile na kile ili watu waweze kuonyesha pia yale yanayofanyika. Kama tunaweza kufikia kwa kiwango ambayo hatuna hitaji tena ya maoni yetu wenyewe, au tusipoweza tena kuwaza kama ndugu anaweza kuweka mikono kwa nguvu zake na kwamba hii itafanyika, lakini kama anaweza kuweka mkono mmoja tu akose, itaweza kufanyika pasipo mashaka. Lakini mnawazia iko namna gani watu wanaowaza maoni yao wenyewe na kisha wanakuja na wanakwenda na kufanyika kitu fulani? Kama mnaweza kutupatia uhakika, kama unaweza kujipatia uhakika ya kwamba hakuna mtu ataweza kujifurahisha yeye mwenyewe kwa namna moja, unaweza kujipatia kazi yeye mwenyewe, na hakuna mtu anaweza kujifurahisha na kuchukulia na mambo yote, lakini kila mtu atabaki wa kawaida. Nitawaambia kwamba ninakuwa na imani na kwamba Yesu Kristo ni yule yule tena leo, na kwamba ni yeye ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Lakini hatufanye kuwa wande wazimu, lakini anatufanya kuwa watu wa kawaida na wanyenyekevu, na hiyo ndio hakika ambayo ninahitaji. Lakini ni kweli, sitaki kusema hiyo kwa kutokuamini, lakini ya zamani ilishaka fundisha sana, na nataka kusema ya kwamba kuna mtu mmoja aliyesema na aliweza kuonyesha kwamba ndugu Branham, kwa mfano, kama vile mlivyoweza kuitambua katika mahubiri, anasema ya kwamba sasa ninakamata maroho zote chini ya uongozi, roho zote zilizo hapa chini ya uongozi wangu kwa ajili ya utukufu katika jina la Yesu Kristo. Kulikuwa roho nyingi pale ambazo zilizokuwa zikisumbua karibu yetu. Kama zingeliweza kwenda mara moja kuzimu, tungeliweza kuwa vizuri, tungeliweza kuwa wazi, lakini ziko katika anga na zingali naleta ushawishi wao na juu ya yote inayokuwa pamoja, na sana sana juu ya waamini. Na sasa tunahitaji nini? Sasa tunahitaji unyenyekevu, ukawaida. Tufukuze woga wote, tufukuze maoni yetu wenyewe, kama vile tunavyokuwa na kama vile tumekwisha kusoma, tuweze kujua mapenzi ya Mungu ni ya namna gani, kama vile andikwa, iliyo mema, ya kupendeza na kamilifu. Waroma 12 mstari wa 2. Iliyo mema ya kupendeza na kamilifu, na hiyo natoka kwa Mungu. Lakini tungali hapa duniani, na yote kama vile tulivyobaki kuwa wa kawaida wakati wa ufunuo iliyokuwa kubwa ya Mungu ya Bwana, ingeliwezekana pia ya kwamba tuweze kubaki kuwa pia sisi sote kuwa wanyenyekevu wa kawaida, hata wakati wa mazoezi iliyokuwa pamoja na Mungu. Narudia tena yale ambayo ndugu Branham aliweza kuambia warafiki zake. Akauliza, mliweza kuua wanyama? Wakati alipokuwa ameshuka kutoka mlima, hakuzungumza hata hii, hakuzungumza kuhusu hiyo kitu cha ajabu aliweza kuona kuishi huko na kusikia huko. Watu ambao wanaoishi kitu fulani pamoja na Mungu wanabakiaka tu watu wa kawaida, wanabaki kuwa wazi,
Nawaambia kama vile hiyo inapaswa kuwa tena, ikiwa na inawezekana ya kwamba adui anataka kuzunguka huko na huko na kuweza kuleta mamlaka yake juu ya nafsi ya mtu, na wakati Roho wa Mungu anapokuja kunakuwa vita. Ni kweli, inakuwa wazi, ni kweli, unakuwa vita, na ushindi sasa unapaswa kuchukuliwa kwa ajili ya Mungu, na ni hapo ndipo sasa Roho wa Mungu ataweza kuleta mamlaka yake juu ya mtu. Na sasa tunahitaji neema ya Mungu kuweza kuwa makini sana, kuweza kuwa na upambanuzi, kuwa na kawaida, kuweza kuwa na upambanuzi, tuweze kutumika au tuweze kutumikiwa. Tunahitaji sisi sote hiyo, lakini tuweze kuwa tayari kwa ndani, ili tuweze kujiweka kwa ujao kwa upande wa Mungu, na hata kama mambo yaliyo makubwa yanaweza kufanyika, tuweze kubaki kuwa watu wa kawaida na watu walio wazi. Naamini ya kwamba Mungu ataweka hiyo ndani ya mioyo yetu. Inasemeka mbali kidogo wa Roma 12:6, lakini tukiwa na zawadi namna mbalimbali. Ni kusema hatukuleta sisi wenyewe hizo kwa ajili yetu wenyewe, neema, imani, rehema na Roho. Paulo aliandikia Wagalatia 3:2, mulipokea Roho kwa kazi zenu au kwa imani? Hiyo ndiyo swali ambayo Paulo aliuliza. Tuliweza kupokea nini? Tuliweza kuipokea kutoka kwa nani? Kwa neema ya Mungu. Na nawaambia mimi mwenyewe ninaguswa sana na kushangazwa sana, kwa maana katika miaka hii yote niliweza kupata sehemu katika makusanyiko mingi, mahali ambapo neno la Mungu ambalo lisilokuwa likionekana mbele liliweza kuangaziwa kwa namna na maneno ambayo zilikuwa zieleweki, lakini hapo zikaonekana. Iko kama vile mkono usioonekana uliweza kukusanyisha mambo yote ambayo iliyokuwa ikisambazwa mbele ili iweze kutengeneza picha nzuri. Alikuwa ni nani? Ni mimi? Nilikuwa nikijua? Ndugu Rusi anasemaka mara nyingi, akose wewe unajua kuhubiri. Yeye ni mtu mnyenyekevu sana. Nikamwambia kama ningeweza kujua hiyo, ningeweza kuifanya. Mnajua yale nitaka kusema. Lakini mimi nafurahi kwa sababu anaheshimu ndugu yake kuliko yeye mwenyewe, na anahesabu mwenzi yake kuwa mkubwa kuliko yeye au wa maana kuliko yeye. Na hakuna mtu anaweza kufanya hivyo kama Mungu ampatie hiyo. Hakuna mwanadamu hapa duniani ambaye anayeweza kujipatia kitu chochote. Kama angeliweza kuwa na kitu fulani cha kifanya, na hiyo aniweza kuwa imepewa na Mungu. Na hiyo ni kweli? Ni kweli au hapana? Kila mwanadamu anakuwa na kitu fulani cha kiungu ndani yake, ndani ya mikono yake. Iwe ndani ya moyo wake, iwe ndani ya maisha yake, iwe ndani ya maisha, iwe katika kutumwa. Yote iliweza kupewa kwake kwa Mungu. Hiyo ni kweli au hapana? Na itakuwa hivyo mpaka kwa mwisho, kwa kiwango ambayo hakuna mtu ambaye atakayeweza kujisifu mbele ya Mungu. Inasemeka mbali kidogo mstari wa 6, ndani ya mstari wa 6, lakini tukiwa na zawadi za namna nyingi mbalimbali kwa kadiri ya neema tuliyopewa, kama unabii tunatabiri. Na hiyo inabaki hivyo kwa msingi, inapaswa kuwekwa chini ya msingi wa imani, na inapaswa kujengwa juu ya hiyo, juu ya wale ambao walio nayo, iwe huduma au makarama au zawadi. Na ni huyo Bwana mmoja ndiye anayetenda ndani ya wote. Lakini ni hapo wakati ndipo imani, ni wakati imani inapokuwa pale, ni hapo ndipo mambo yanaweza kutikisika na kuweza kufanyika. Ni hapo ndipo Mungu anaweza kutenda. Ni hapo ndipo Mungu anaweza kufanya mambo fulani. Imani inapaswa kuwa ndani ya moyo, ndani ya nafsi, mbele kitendo, kazi na huduma na kipaji iweze kufanyika. Na hapo sasa itaweza kufanyika tena kupitia imani, au itafanyika ikikubaliana na imani na kwa neema ambayo tuliweza kupewa. Ni neema tena.
Tunaimbaka neema, neema, na hakuna zaidi ya hiyo, hakuna kidogo ja hiyo, lakini neema, neema kuweza kuona gisi tuweze kuokolewa, neema gisi tuweze kuamini kama vile andiko linasema, neema kuona gisi Mungu alitusaidia ili tuweze kuweka mambo katika utaratibu na kuipanga. Mnapaswa kusikia tena zaidi na zaidi maushuhuda za watu ambao ambao wamekwisha kufika, na hiyo inafurahisha sana. Dada Saarbrücken aliweza kuja katika ndani ya ofisi yangu, akanielewesha, akaniambia imani ni nini, na hiyo inafurahisha sana. Kuna watu wanaotafuta Mungu, na hiyo wanakuwa katika kama vile nyumba inayopanda mpaka mbinguni, lakini mahali ambapo kuna kuwa hiyo mnara inayopanda mpaka mbinguni, inawezekana ya kwamba watu wakishushwa chini, lakini pia kuna watu walio hapa, lakini tunapaswa kufanya tofauti katikati ya watu na mitumikio, na hiyo akose pia tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Hatuna hata uchuki juu ya mtu fulani iwe yoyote, lakini hatupendake hata mitumikio inayokokota watu chini. Lakini mara nyingi inaomba kuweza kusikia watu ambao wanaosema hapo ya kwamba ndugu Frank, hiyo yote ingali kama vile ndoto, na kisha unasikia maneno haya, ni neema ya ajabu. Ni neema gani? Sivyo? Maneno inaendelea hapa katika maneno haya ndani ya mstari wa 6 ya Waroma 12, kwa kadiri ya neema tuliyopewa. Mstari wa 7, kwa kadiri ya imani, ikiwa utumishi, tutumike katika utumishi wetu. Na hiyo ni karama ya utumishi ndani ya kanisa kwa kutumika pia. Na Bwana anasema ndani ya Mathayo sura 20 mstari 27, Mathayo, yule anayetaka kuwa mkubwa katika ufalme aweze kuwa mtumishi. Tupende au hapana? Kwa maana huduma iliweza kupewa kwetu. Ndugu Rusi alisoma hii neno la Wakorinto wa pili sura 5 weekend hii. Huduma ya upatanisho tuliweza kuipewa. Wakorinto wa pili sura 5 mstari 18, mstari wa 7 tena inasema, ikiwa utumishi tutumike katika utumishi, au mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Mstari wa 8, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kutoa zawadi atoe. Na hiyo yote ni kipaji. Hakuna kitu ambacho Mungu anaweza kufanya ambacho aweze kutoa ndani neema yake na ambacho hakiwezi kuwa baraka kwa ajili ya wote wale wanaosikia. Na pale napo pia tunakose kuchelewa au mambo ya kuweza kuharakishia kushika mbio. Na mara nyingi ninatambuaka kwa wandugu na wadada na wabakusanyiko wengine namna gani wanaweka samani sana kwa mambo isiyokuwa ya mzuri, ya mashauri mengine, na hiyo hawaitafute, na ijapokuwa wahitaji, lakini kuna watu ambao walio na uaminifu. Na nawaambia leo hapa kwetu, nina shikaka hiyo wakati napohubiri katika makusanyiko mengine, na pia sijifurahishake kuweza kuita kwenye madhabahu na kuweza kuomba kwa ujumla kwa ajili ya wenye dhambi na wagonjwa. Lakini kama kuna mtu wa kusanyiko aliye mgonjwa, nina katalaka kuweza kuombea mtu huyo. Na hapo sasa nasemaka tu, hii ni kazi ya wazee wa kusanyiko hili kulingana na Yakobo sura 5 mstari 14. Naambia wandugu wote, Yakobo sura 5 mstari 15, na unaambia wandugu wote waweze kutumainia wandugu wanaotumika katika kusanyiko la pahali, waweze kujua wale wandugu wanaotumika katika kusanyiko la pahali, wale ambao waweze kuwekwa pale. Mnapaswa kutumainia wazee wa kusanyiko la pahali ambao walio wenu au kusanyiko lilo lenu. Mimi nakuja na kwenda nashikwendea kwangu na najiendea zangu, lakini muweze kujua wandugu wanaotumika hapa. Nawaambia utoe wazi kama maamuzi yanaweza kukabatika, na kama waweza kuita wazee ili waweze kuleta maoni yao au waweze kusikia sehemu hizo mbili. Nani anaweza kufanya hivyo? Nani ambaye aliye na heshima kwa ajili ya huduma ambazo Mungu alizoweka? Andiko nasema
Timotheo wa kwanza sura 5 mstari 17, wazee wanastahili heshima mara mbili. Kwa kiwango gani tuliweza kwenda mbali na mfano au kipimo kizuri cha Biblia? Kama tunataka kuwa kanisa la mfano, tunapaswa kurudi kwa mfano wa Biblia. Ni kweli au hapana? Na hiyo nayo ni sehemu ya kwamba tuweze kuheshimisha wandugu wa nafasi, tuweze kuwaheshimu, tuweze kuwatumainia, na ili tuweze kutengana na mawazo yote ambayo adui, na nasema vizuri adui, kwa maana adui anakujaga na ujanja, na anakuja na maele yake. Hakujake mara nyingi kwa kuangaa sana, lakini anakujaka mara nyingi kwa siri. Anakuja na kunongonea katika masikio, na pia analeta hata mambo ya mageni katika masikio. Ndugu na anasema nini? Wakati anaposema kitu fulani ndani ya sikio lenu, wakati anapokuambia kitu fulani, kitu kibaya kwa ndugu yako, msisikie. Kama vile ndugu Branham anasema, msimame mbele ya mchungaji wenu ili kusikue kitu cha kumfikia. Wakati watu ambao Mungu anakusanyisha leo, wao ni kondoo, nao ni kondoo za zizi lake, kondoo wanaoungana pamoja wao kwa wao, na wanaosikia sauti ya mchungaji mwema, na ambao wanaofurahi kwa ajili, wanafurahia wachungaji waliowekwa katikati yao. Mnajua ya kwamba hatupashi kuweka mamlaka, hatuwezi kuweka mamlaka yao ya makali juu ya kundi. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 3. Naambia kwamba hivyo niweza kuiona hiyo. Naona gisi wandugu pia, wandugu wanapiga mwenye mazabahu, wanapiga hata makali sana, kwa nguvu sana. Mimi nikashangaa sana, nikaogopa. Na kulikuwa mabishano katikati ya wandugu hapo. Akapiga kwenye mazabahu au kwenye meza, akasema ya kwamba ni mimi ndiye nazungumza, na hapo akazungumza. Lakini sisi hatuko hivyo hapa. Lakini sisi tunaamini ya kwamba Bwana anapaswa kutimiza yote ndani ya wote, na anaweza kufanya yote ndani ya wote. Kama tunamkaza, iwe kwa woga, iwe kwa kuogopesha watu au kitu kingine, sio kitu kinapendeza. Lakini kama ni Mungu ndiye analitimiza kupitia utangazaji wa neno, hapo sasa itakuwa ni nzuri na hiyo itadumu. Ni kusema sio kama vile watu wa kushitusha watu au wa kutawala watu kwa nguvu, lakini kama vile watu wanaotumika neno, kutumika kama vile neno kutumika, na tuweze kuheshimu wale wanaotumikia taifa la Mungu. Na hiyo inaendelea kwa mstari wa 9 wa Roma 12. Mapendo yawe pasipo udanganyifu, mchukie lililo uovu, mwambatane nalo lilo njema. Mstari wa 10. Kwa mapendo ya ndugu mpendane ninyi kwa heshima, mkitanguliana. Ona gisi kama vile vyo kwa wakati wa zamani. Ona gisi uhusiano gani. Nawaambia, wakati ndugu sisi ambao tuliokomaa sana tunaisikiaka akose pia leo. Lakini kuna miaka 13 wakati uamsho ulikuwa ingali nyuma ya vita ya pili ya dunia, na wakati watu walikuwa wakililia Mungu katika huzuni yao ya kimroho na ya kimwili. Mnajua namna gani ilivyokuwa wakati ndugu alikuwa akikumbatia ndugu mwingine, ilikuwa ni ya kufurahisha sana. Ulikuwa ukisikia kwamba ikifanyika kutoka kilindi cha moyo. Na leo sasa nawaza ya kwamba wandugu wa kutoka Italia akose hawataweza kuielewa vibaya, lakini mara nyingi inageuka kama vile desturi, wanakumbatia kwa kushoto na kwa kuume kwenye machafu. Nawaambia wakati nilipotambua ya kwamba na sikuwa napenda waweze kunikumbatia kwa namna hiyo, na niweza kusema lakini niweza kuwapatia kwa mkono wangu na nikashiendea yangu. Na hapo sasa, na sio kwamba niweza kufika kwa mambo hayo, lakini tunaweza kwa wanafika karibu yao nafanya, na hiyo nafanyika naendelea kama vile mimi. Hakuna mtu alikuwa kukumbatia mwingine, lakini hatuna hitaji ya hiyo. Yaani tunahitaji ni mambo ya kwanza, mambo mazuri, na sio ya kukumbatiana kwa kushoto na kwa kuume kwenye machafu, hapana. Lakini kama vile inavyostahili, na hapo sasa tutaweza sisi sote kusaidiwa na tutaweza kuwa na furaha
na tutaweza kuwa katika afya njema, na tutaweza kushukuru Bwana. Tutasonga mbele katika imani, turudi katika mambo ya kwanza. Natumainia mambo ya kwanza, natumainia mambo ya kwanza ni kwamba Mungu yeye mwenyewe anatupatia upendo wa kwanza, upendo wa kweli, upendo usio kuna ujanja na udanganyifu, na sio kwa sura na sio sura mbili, lakini sura moja, na inajaa kwa roho. Sasa ni kwamba mpaka leo watu katikati ambao unayojua, na sijawahi kukosa kusikia nani anaweza kusikia hiyo kwa wakati huu, wakati nilipokuwa katika hitaji yangu, wakati nyuma ya ajali yangu huko Uhindi. Mnajua kwamba kulikuwa watu 16 ambao upashwa kufa, na mimi ningepashwa kuwa pamoja nao, lakini hapo tulikuwa pale akose tuweza kushikwa hapo karibu akose saa 12, sijui akose, lakini ilikuwa namna gani, lakini watu waliweza kufanya kwa haraka sana, lakini mara nyingi ilikuwa ni watu ambao waliokomaa sana, waliweza kuharakisha sana, na tena ingine mara moja, na sijui, lakini mpaka leo hakuna mtu anaweza kushojesha, na hiyo akose inaweza kuwa kama vile ni kigeni. Ninawaza ya kwamba watu wote kwa kiwaza kwamba nilikuwa nimekufa, na nilikuwa nimegeuka kuwa kaburi kuliokuwa mimi mwenyewe. Lakini hapo sasa niweza kutambua ya kwamba watu wanaoishi hapa wanaweza kose kuwaza kutoka na kuruka, wanaweza kuja na kuimba. Lakini Mungu mkubwa, tunakusifu, tunasifu nguvu zako. Hatusifu hatutukuze, lakini uweze kuja sasa, uweze kuja na kuweza kupata wakati wa kuweza kusifu. Ni kweli hapana? Kanisa la Mungu aliye hai liko hapa ili kutengeneza uhusiano na uaminifu, na kama hakuna uaminifu wa kuaminiana, tunapaswa kwenda na kubaki huko. Lakini tuweza kusema kwamba niweza kuzuisha kwa ndani, na sio kwamba nataka kuwa makini. Niko hivyo. Wale wote wanaonijua wananijua kwa kwamba siku yake na tabia hiyo, lakini niweza kuzunisha katika moyo wangu kuweza kuona gisi watu katika wakati huo. Sijui kama kulikuwa watu 3 hapa kulingana na walio hapa leo ndio mpaka leo hakuna mtu aliyeweza kushonyesha. Ninaingoja tena na wapatia uhakika, siku moja ningeliweza kuja, mnapaswa kuja pia. Hakuna maamuzi mengine, hawezi kuwa kwa mahali pawili, hawezi kuwa na nafasi, hawezi kuwa mahali mbili kwa mara moja, hawezi kutembea kwa njia mbili kwa mara moja, hawezi kuwa kwa ndoa mbili kwa mara moja. Unapaswa kwa mata maamuzi mmoja, unapaswa kuwa naweza kwa upande wa Mungu au kwa watu wengine. Unaweza kuelewa yani nataka kusema John hii sijui, lakini ndugu Rusi anaweza kusema hapa sasa hivi. Alizungumza kuhusu ukosoaji au kuonya na pia huduma yake, na leo kose niweza kutimiza kose kazi ambayo sio kuwa yangu, na niweza kutoa kose maonyo fulani. Lakini kama mnajua namna gani inakuja kutoka kilindi cha moyo wangu, sisimame hapa mbele yenu ili niweze kuhabakia na kuweza kuwatomokea. Hapana, lakini nahitaji hapa tuweze kubaki katika moyo mmoja pamoja na Mungu, tuweze kuwa waaminifu kwa Mungu, tuweze kutumainiana sisi kwa sisi, tuweze kuishi upendo wa Mungu. Tuweze kuishi wapi? Kwa maneno tu peke yake mahali fulani? Kila mtu anaweza kufanya hivyo katika hali ya nje. Kila mtu anaweza kuifanya hiyo hapa, sote pamoja tuweze kuifanyana sisi kwa sisi. Na ni hapa ndipo tunataka ili tuweze kuonyesha ya kwamba tunapenda Bwana na kwamba tunapendana sisi kwa sisi. Kwa msaada wa Mungu tuweze kusema tu, Bwana, tuko hapa, tushike, utubariki, ututumikishe, tufanye kuwa baraka kwa ajili ya wengine, tufanye yale ambayo inayokupendeza. Na mtaona ya kwamba tangu wakati anga itakuwa safi na mioyo itakuwa safi na Roho wa Mungu atakapokuwa kutenda ndani ya kila mtu, hapo sasa kila mtu atakuwa ameacha mambo hayo ya nje na kuacha hiyo mambo ya kuweza kufanya kitu fulani na kuweza kutengeneza kuweza kuwa kitu fulani. Na hapo sasa tutaweza kuwa mbele ya uso wa Mungu na kusema, Bwana, nataka kuweza kusoma shahiri hii na kisha tutaweza kumaliza. Ni vizuri zaidi sana wakati saha inapokuwa pale, sioni saha, lakini hata kama saha iko pale, lakini ninaguswa sana na saha, na sikose sionake pia hiyo mikuki ya saha, lakini saha inakwenda mbele na isimamake. Kuna neno la kimaajabu hapa ndani ya Matendo ya Mitume sura 15. Mungoje, niliweza kuionyesha hapa, hiyo inapaswa kuwa kuhusu kwenye mstari wa 8.
Matendo ya Mitume sura 15 mstari wa 8. Naye Mungu mwenye kujua mioyo ya watu aliwakubali akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi. Kama alivyotupa sisi. Kama sisi. Mstari wa 9. Pasipo upendeleo kati yetu sisi nao. Na hiyo ndiyo ilikuwa ikinihusu sana. Hii ya shahidi ambayo nimegusa ya kwamba hakufanya upendeleo katikati yetu sisi nao. Sasa nauliza, wakati tunapoishi nguvu za Roho Mtakatifu, Mungu atafanya tofauti katikati yetu nao? Hapana, hatafanya hata upendeleo au tofauti. Yeye ni yule, anabaki yule, na yale anayofanya leo italingana na yale aliyofanya jana. Mstari wa 9, Matendo ya Mitume sura 15, pasipo upendeleo kati yetu sisi nao, akisafisha mioyo yao kwa imani. Basi sasa, kama tuna imani mbele ya uso wa Mungu, hapo sasa mioyo itaweza kutakaswa, na hapo Roho wa Mungu anaweza sasa kushuka. Kwa wakati ule ilikuwa ni chini ya utangazaji hiyo moja, ndipo watu waligeuka kuwa waamini, wakatambua dhambi zao, wakati wa kitendo cha Roho Mtakatifu wakaomba msamaha, na kisha wakasafishwa na kujazwa Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu. Ijapokuwa hayo yote, nina imani ya kwamba Mungu iko na uwezo zaidi kuliko majira yote. Sijue ni kama ilikuwa ni hapa mmoja wa ndugu aliweza kuomba, Bwana, hata kama sina uwezo ya kuweza kusimamisha upepo, lakini ninajua nani aliye na uwezo ya kuisimamisha. Naamini ya kwamba ilikuwa ni kitu fulani cha kipekee. Tunaweza kuweza kuzungumza mengi, lakini kwa mwisho tunatambua kwamba ilikuwa tu ni maneno ya nje au ya anga, lakini upepo unaendelea tena kuvuma. Lakini tuwe wanyenyekevu kama vile ndugu Branham alikuwa akisema ya kwamba kama sina imani ya kwamba Mungu atatimiza yale aliyoahidi, sina hitaji ya kuweza kuzuiza yule ambaye aliye na imani, ambaye Mungu anaweza kutimiza neno lake kupitia yeye. Kwa msaada wa Mungu tunataka pia tuweze kusonga mbele ndani ya imani. Kama tuna imani ya ujao, ili tuweze kuzizuiza kitu fulani, tutaweza kushukuru Mungu. Na kama sasa hatuna imani, hatutaweza kukata tumaini, lakini tutaweza kugeukia Bwana na kumwambia Bwana, kuja unisaidie, na tazama sitaweza kufikia hii kwa Mungu mimi mwenyewe. Na hapo sasa yeye ataweza kuja na kusaidia, na wakati upepo unapovuma na dharuba inaponyamaza, na yote nageuka kama vile mbele. Acha maneno haya ya penye ndani ya mioyo yetu, tuweze kuacha Roho wa Mungu aweze kutenda, ili liweze kutimiza matunda na kuchukua matunda kwa ajili ya umilele wote. Amina.